anasema amemponya. Amemponya sai. Tumsikie dada yetu mwingine, sawa? Ama Yesu amefanya tena tukio la papo kwa papo. Umelazwa hapa. Huyu ni Yesu, Mungu afunuo. Umelazwa ndio ndugu yetu. Karibu. Bwana abariki. Amina. Kipekee napenda kumshukuru Mungu. Amina. Kipekee napenda kumshukuru Mungu kwa uponyaji wa papo kwa papo. Umesikia hiyo? Papo kwa papo ndio dada yetu, Kikweli nilikuwa nimekaa pale kwenye kiti, yani tunaabudu, yani nilikuwa nasikia kiuno, yani kama kinapeketa, yani kinasagana kabisa. Amina. Lakini kwa unabii wa Mungu, kwa kumtumia mtumishi wake, amina, kwa uponyaji wa papo kwa papo nimepona. Amina. Na wateule, kabla hujaendelea, anasema pasipo shaka yote kwamba alikuwa amekaa kwenye kiti, na wewe pia unakija hapo unakaa kwenye nini? Kwenye kiti, usijieleze. Melazura anasema alikuwa anasikia kijiuno kama kinasagana. Melazura mwamba akamulika katika ufunuo. Melazura akatajwa jina, sawa? Bwana akasema hapa unabii wake wa uponyaji wa papo kwa papo, akasema halisi Bwana anasema hivi amekuponya. Sasa yeye anatoa ushuhuda kwamba kweli ameponya. Hebu inama afu inuka dada yetu. Meleza afu atuambie kiuno kinauma au kiumi? Hapana. Kimeachia. Meleza hapa. Kimepona na makosa. Meleza hapa. Mama ananiambia unaona nini? Namuona Yesu anabadilisha mfumo wote wa mgongo. Meleza Bwana anasema hivi amemponya sasa hivi. Meleza hapa. Bwana anasema hivi amemponya sasa, sio kesho, leo. Amen. Ndio dada yetu. Ushuhuda mwingine ndio wa uponyaji huu wa papo kwa papo. Amina. Ulitoka kwangu kwa siku ilikuwa ya Jumanne ya tarehe 28. Kama sikosei. Tarehe 28 hiyo. Melazora ndio. 2026. Amina. Ulitoka unabii wa tumbo. Ukweli tumbo langu lilikuwa zito, yani vichomi visivyokuwa vya kawaida. Amina. Na Bwana alitoa unabii wake hapa akaniambia ninakupa uponyaji wa papo kwa papo na utatoa ushuhuda, na pia aliniponya kichwa kwa siku hiyo moja. Amina. Na hiyo siku nilipona kweli. Amina. Ndio tukupata nafasi ya kutoa ushuhuda. Umesikia hiyo? Aliponywa nini? Kweli tarehe 28 ya mwezi wa 4 mwaka 2026. Dada yetu ngoja usiondoke. Dada yetu anasema ameponywa moja kwa moja tumbo lake pamoja na kichwa chake. Bwana anasema hivi anathibitisha yeye mwenyewe kwamba ameponywa. Sasa wakati yuko hapa Mungu akaniambia unaona nini? Nikaona matatizo mawili. Sasa yeye atasema hapa katika ufunuo. Yule bingo ufunuo. Umeeleza wewe mwenye shida yoyote, Yesu anaweza kutaja matatizo yako hata kabla hujajieleza. Mimi dada huyu hajajieleza hapa, lakini mwamba anafunua siri na yeye atasema katika lugha ya kinabii. Umeeleza naliona kama vile kuonekana. Umeeleza kwa sababu ana mtoto mdogo, sawa? Lakini niliona katika ulimwengu wa roho katika ono la kinabii, mwamba akinipa hapa akaniambia matiti yake yanampa shida. Kuna wakati anauma sana. Aseme hapa. Ni kweli. Umesikia hiyo? Ule, umesikia hiyo? Wewe inuka kwa miguu yako mshangilie watu. Inawezekana. Inawezekana. Huyu ni mtu. Amen. Bwana anasema ni uponyaji wa papo kwa papo. Bwana anasema ndio amekuponya saa hii. Sio kesho saa hii. Sio kesho. Na akitoka hapa aenda amchukue mtoto wake amnyonyeshe pale nje. Leo hapo akitoka pale aje hapa aseme kwamba matiti yanauma au yameponywa. Amen. Na kwa sababu kuna wakati mtoto akiwa ananyonya huwa yanauma sana, na kama kuwa ndani yake kama kuna mwasho aseme hapa. Ni kweli. Ni kweli. Sasa akachukua mtoto wake akanyonyesha afu aje hapa aseme. Mwamba anaambia papo kwa papo. Sio kesho leo. Sio kesho leo. Sasa inawezekana. Mwamba anaambia imekuwa. Anasema ameponya. Tatizo la pili, anasema Mwamba anaambia wakati anatembea hasa akiwa anaenda mwendo wa umbali kidogo, miguu yake kama anasikia na sagana, sawa? Mbele na unafika wakati ni kama hapa kutoka kwenye kiuno ni kama misuli inavuta, ni kama anashindwa kutembea. Aseme yeye hapa. Ni kweli Bwana. Amina imekuwa. Melazwa. Bwana anasema hivi, ni pishano yote unayofanya kichawi. Bwana anasema ndio mponya. Amina imekuwa. Anasema asema Baba wa shuri Yesu. Amina imekuwa. Shangilia Baba wa shuri Yesu. Pigia Yesu makofi kwa jina lake. Shangilia Baba wa shuri zote. Amina imekuwa.
Maana ananiambia naachilia lugha ya kunena kwa lugha kwa kushangaza. Kwa ajili ya kutabiri. Amen. Wewe inawezekana una matatizo. Amen. Yesu anaweza. Dada huyu alikuwa na matatizo ya tumbo, lilikuwa linamuuma sana. Mama akafunua katika mchoro na kamponya. Mama ameeleza mambo mengi na matatizo mengi, na Yesu akatoa uponyaji wa papo kwa papo. Na anatoa ushuhuda kwamba hakika ameponywa. Watu wamepata sura. Shangilia mama wa shule Yesu. Amen. Yesu makofi kwa jina. Amen. Shangilia mama zama zote. Amen. Yesu unaweza. Mwambie Bwana unaweza. Mwambie Yesu unaweza. Unaweza. Mungu anaweza katika ufunuo. Wateule narudia tena. Uponyaji wa papo kwa papo. Sio kesho leo. Yes. Wewe mwenye matatizo ya mama, mwenye matatizo ya matiti, hasa wanaponyonyesha watoto wao, na kuna wakati matiti hatoe chakula cha kutosha. Maana umeenda hospitalini umehangaika, unalia, sawa? Yuko mwamba mmoja mashuhuri anaitwa nani? Yesu, yeye ni daktari wa zama zote, ni mzoefu kutoka madaktari wa zama zile. Yeye alikuwepo. Unaweza kuja kwenye maskani mwenye ujumbe sana. Moja kwa moja ukumsikiliza yeye makosa na Yesu atafungua tatizo lako na kuponya uponyaji. Sio kesho leo. Bwana ananiambia waalike, sawa? Bwana anasema mimi waalike watu. Ananiambia wenye matatizo yote sugu. Wengine ni wazee, mna matatizo ya pressure, matatizo yote tunawaalika, sawa? Tunawaalika. Wengine mna uchumi wa juu lakini watoto wenu wameharibika. Wewe njoo hapa. Yesu akasema tatizo la mtoto wako na kukuponya moja kwa moja. Amina. Sasa tunakwenda hapa tumsikie huyu dada ambaye ametoka kwenda kunyonyesha mtoto, tuone aseme hapa nini kimetokea. Ndio dada yetu. Bwana awabariki. Amina. Kipekee napenda kumshukuru Mungu sana. Na mimi nilifanya hivyo jinsi nabii alivyonielekeza. Kiukweli nimepokea uponyaji. Sisikii kuwashwa wala sisikii kuuma na mtoto ananyonya vizuri. Umesikia leo wateule? Shangilia Yesu. Amen. Shangilia kwa miguu yako. Shangilia kwa makofi. Amina. Ile ndio papo nini? Papo kwa papo. Amina. Papo. Mwanzo, imba ule wimbo. Iko damu. There is power. Working power in the blood of the Lamb. There is power, miracle working power in the precious blood of the Lamb. There is power, miracle working power in the blood of the Lamb. Miracle working power in the blood of the Lamb. Wateule, huyu ni nani? Yesu. Damu ya Yesu inaweza kuponya. Kuna nguvu iko ndani ya nini? Ya damu ya Yesu. Dada yetu anasema ameenda hapa kwenda kufanya majaribio ya kinabii, sawa? Anasema asikite tena na mtoto ananyonya sawa sawa. Mama wa sherehe sana ndio imekuwa. Amina. Imekuwa. Tumbo lako limeponywa, kila kitu kimeponywa. Mshangilie mama wa sherehe Yesu. Amina. Mtukuze ya Mwokozi. Amina. Ndio ushuhuda mwingine. Ndio. Kipindi cha nyuma hapo mtumishi nilishai kupita hapa, mtumishi akanitabiria kuhusu kujawa na nguvu za Mungu, yani itanichukua mpaka yani nishindwe hata kujishika mahali popote mpaka nitashikiliwa na watu. Amina. Kweli hiyo siku ya Jumanne wakati mtumishi Samuel alikuwa akiabudisha hapa. Kweli hiyo siku niliona ni kama mwanga, ni kama nuru, ile siku kujawa na Roho Mtakatifu. Nami nilimwona mwamba mashuhuri Yesu akishuka kwa nguzo ya moto. Wateule umesikia hiyo? Amen. Baba alisema watu watamwona Yesu. Amina. Kwenye nguzo nini? Nguzo ya moto. Melazaba. Amen. Mwamba alisema kusema. Mwamba alisema hapa kwamba kuna watu wataanza kumwona Yesu. Melazaba. Anasema alimuona Bwana akishuka kwenye nguzo nini? Nguzo ya moto. Ndio dada yetu. Ndio, na mimi kweli nilijawa na zile nguvu, nilianguka chini. Kiukweli namshukuru Mungu nilimuona. Amina. Mshangilie wa Mwokozi. Mungu ananiambia
anasema na wewe moja kwa moja, lakini kuna wakati sauti yake ni kama unaidharau. Nisikilize sauti ya Mwokozi. Amina mikoa. Amina mikoa. Mungu anaambia unaona nini? Naona kifua chake kwa ndani. Wewe unapata matatizo gani kwenye kifua? Kinakuangua kwa ndani. Wateule umesikia hiyo? Operation ya Mwokozi. Lazima na operation of Jesus Christ. Moja kwa moja kutoka kwenye maskani mwende ujumbe saa. Mwamba ananiambia unaona nini? Bwana sema hivi umekuponya. Naona ugonjwa kichawi ulipandikizwa, Bwana sema hivi umeondoa. Saa hii. Lazima na saa hii tanua kifua chako, alafu eleza hapo kama kifua kilikoje. Huyu hapo Yesu anafanya kazi. Lazima. Amina. Nini? Namshukuru Mungu. Amina. Amepona. Bilibazule. Sio kesho watakatifu wa Bwana. Ni leo hii. Usikae na ugonjwa wako. Leo wengine madaktari wakwambia ugonjwa na wengine wanasema ugonjwa wangu. Waambie ugonjwa huu sio wangu. Yesu alisema mizigo yetu mpe yeye. Mkabidhi Yesu hiyo migonjwa yako, utaona anaibadilisha yanakuwa majina ya afya. Bilibazule unasema ya Mwokozi Mungu ufunuo. Mungu ananiambia imewezekana katika ufunuo. Hata wewe mwenye matatizo mbalimbali, wamama wanaonyonyesha, wamama wenye shida mbalimbali kwenye mfumo wa uzazi, kwa maana kunyonyesha watoto, wamama wenye matatizo kwenye vifua, Yesu anaweza kuponya moja kwa moja. Dada yetu ameponya hapa papo kwa papo, sio kesho, ni leo. Mwambie ndugu yako, mwambie ni leo. Ni leo. Amina mikoa. Amina. Kingine napenda kumshukuru Mungu, nishatoka hapa madhabahuni nikatabiliwa ya kuwa kipawa changu cha maono kimeuishwa.